Bana, ni siku ya pili leo hapa msibani Kawe, ambapo ndipo upo msiba wa marehemu Onyango, na hapa nipo na rafiki wa karibu ambaye alikuwa akifanya naye kazi Onyango, anaitwa Mwita. Mwita, pole kwa msiba. Asante bwana, nishapoa kama hivyo yametangulia na sisi tuko njiani. Onyango alikuwa ni rafiki mithili ya ndugu kabisa, na anapomwona Onyango lazima Mwita utamwona pembeni. Kwanza taarifa ya msiba, jinsi ambavyo ilikufikia na vile ambavyo nyinyi mlikuwa mkifanya kazi. Tunatamani kusikia historia ya urafiki wenu. Tuanze kwanza habari ya msiba, alafu tutakuja kwenye hadithi ya maisha yetu. Msiba niliupata kabla ya kufariki. Mimi ni rafiki yangu karibu kama unavyojua. Kwa hivyo nilikuwa na habari zote za kuumwa kwake, na nilikuwa nafuatilia, wanapiga simu, tunaongea. Hii mara mwisho akanambia, bwana rafiki yangu bwana, ndugu yangu, alichoniambia ndugu yangu, ngoma nzito, mimi naenda. Kauli yake mwenyewe. Kama alikuwa anakuaga hivi. Kama alikuwa ananiaga. Kaambia acha woga bwana, wewe mbona muoga hivi bwana? Hatimaye alipofika kwenye saa 9:30 nikasikia nimepigwa simu kwa mkia jana kwamba amefariki. Kwa kweli nilipata mshtuko sana. Ukisema Onyango ni mtu wangu karibu, ni ndugu yangu, kwa sababu kwenye familia yake wananijua na kwenye familia yangu wanamjua Onyango. Unanielewa hapo? Kazi mimi na Onyango tumeanza kipindi kirefu. Toka tunaanza kuingia kufanya performance kwenye TV tuko pamoja. Nafikiri 98 kitu kama hivi kama sikosei. Tulikuwa pamoja na urafiki wetu wa kazi. Tulikuwa na ukaribu wa kutembeleana kama marafiki ndugu. Alikuwa anakuja kwangu, nilikuwa nakwenda kwake. Onyango ilikuwa kwanza ulikuja ukaribu zaidi baada ya kuwa hizi yeye ana act Kijaluo, mimi na act Kikuria. Baadhi ya watu walikuwa wanajua mimi ni Mkuria halisi kabisa, na watu walikuwa wanajua yeye ni Mjaluo kabisa, lakini sivyo alivyo. Ni Mjaluo. Ni Mjaluo na mimi ni Mkuria, wakati mimi ni Manyema na yeye hana asili ya Kijaluo. Sasa katika maisha yetu tumefanya kazi sehemu nyingi, tumefanya kazi mpaka kwenye promotion, tumefanya kazi sehemu nyingi, lakini sehemu zote hizo tunakuwa tuko wawili, kwa sababu tulikuwa watatu kwenye grupu yetu. Mwenzetu mmoja akatangulia mbele ya haki. Kwa hivyo tulibaki sisi wawili. Sisi wawili tukawa tumeshikana zaidi. Na mpaka hivi karibuni tulikuwa na kazi TBC, kipindi kinaitwa Eka Eka. Tulikuwa tuko pamoja. Kwa hivi siku zote tulikuwa tunawasiliana. Yeye hata kama pigment nitapiga simu kumuuliza, kama sio yeye dada yake tunafahamu. Yaani sio ananifahamu, nakwenda nyumbani kwake kama nyumbani kwangu. Ni hivyo bwana. Na kipindi ambacho amekwambia bwana, mimi hali ngumu, sitoboi, wewe binafsi ulichukuliaje na ulimuona yupo kwenye hali gani? Alivyokuwa anazungumza nilihisi kabisa kwamba huyu mtu amezidiwa. Kwa kweli mimi, kutokana na ule ukaribu wa mimi na yeye, mimi nilianza kupata maumivu. Unajua mtu kiwa naye mtu wa karibu. Sio baada ya kupata hiyo taarifa mpaka hivi leo, kila ninapokaa kuna wakati yanijia kumbukumbu vile tulivyokuwa tunafanya, tunaishi, maneno yake. Unajua ni mcheshi sana Onyango. Onyango mimi na yule tulikuwa sio kama tunaishi tu hivi. Tulikuwa tunakwaruzana saa nyingine, tena tunakwaruzana kweli kweli mpaka tunanuniana. Lakini itachukua muda mfupi tu. Inawezekana leo, kesho maisha yakaanza mengine. Tukarudiana kwa hivyo yeye unaweza kukaa naye hata kama una hasira ukasikia hasira zimetoka. Atatafuta sababu tu ili mradi akuingize kwenye timing, uongee naye vizuri. Hivyo. Onyango alikuwa mcheshi, alikuwa mchapa kazi, alikuwa kiongozi. Mimi nilikwambia ukweli kabisa, kuingia hasa kwenye fani sana. Yeye aliniona mimi nikifanya hizi performance zangu za comedy, akavutiwa na mimi, akanishawishi mimi niingie kwenye sanaa.
Na hata kwenye sanaa nilikuwa nafanya, lakini wakati naanza sikuwa na mvuto ule unataka sana kuingia kwenye sanaa, hapana. Ila yeye akawa ananing'ang'ania, na hatimaye baada ya kuona mabadiliko, kuanza kupata maarufu, kujulikana, kupata marupurupu kidogo hivi, nikaona kumbe hii kazi nafaa. Kwa hiyo ndo nikaendelea naye mpaka hivi leo. Ni kitu gani ambacho wewe amekuachia kama alama kwa namna ambavyo mmeishi, mmefanya kazi pamoja enzi za uhai wake? Bwana, alama kwake upendo. Yule bwana haendi sehemu akawa mgeni yoyote ile utakaemweka, atakubalika tu, kwa sababu maneno mawili yake anatafuta jinsi ya kukuingiza tu ili muweze kuwa na mawasiliano na mazungumzo. Ana upendo, alafu ucheshi, alafu mtu anayependa kujituma. Onyango bwana, wewe andika script unavyoandika, lakini jua yeye ataijaza anavyojua yeye. Simempa script, atasoma alafu ataiongezea vile anavyojua na itafiti. Kwa vile kwa jembe la maana. Ni tukio gani unalikumbuka ambalo liliwapa sifa au liliwachanganya mkabidi mkae tena baadaye mzungumze kwamba tukio hili tumelifanya, lakini ambalo wewe huwezi kulisahau? Tukio la aina gani yani? Sijakuelewa. Liwe zuri, liwe baya. Tukio la kufurahisha au la kuhudhi? Matukio mengi tumeyafanya, lakini mengine bwana ya ujana, unajua tena. Bwana, iona hiyo ujana usoni kama inakuja hapo, unataka kuisema. Natamani kuisikia. Kawaida tu, naweza bakaa sehemu, labda wewe unataka kufanya mipango hivi ya mpango wa kando watakonya wanasema. Basi yeye akijua tu hivyo atazunguka Juma, naambia bwana, unafahamu wewe ulikuwa naye unamwelewa, unamwelewa vizuri, huyo hayuko sawa huyo bwana, dakika mbili mbele huyo, mimi nakwambia kwa faida yako, anaweza kupiga makofi saa yote, anaondoka. Sasa wewe ukirudi anakuharibia. Hiyo kuharibiana mimi na yeye vilikuwa vitu vya kawaida sana. Sawa. Onyango kwa mujibu wa mtoto wake wa 4 ameniambia ameacha, alikuwa na watoto 11. Ndio. Natamani kujua na wewe una watoto wangapi? Mimi na watoto wangu 4 tu. Na wanawake 2, wanaume wawili. Wa kwanza anaitwa Hamza, anaishi Zanzibar. Wa pili anaitwa K au Kijakazi, yeye yuko Dodoma. Wa tatu anaitwa Haitham, naye yuko Dodoma. Na wa 4 anaitwa Mudi, yeye yuko Tanga. Sasa mbona rafiki yako alikupiga bao sana? Yeye 11, wewe wa 4. Na ni marafiki wa kushibana. Nini hapo? Speed tu, kila mtu na speed zake. Mimi sikuwa na speed kali kama yule mwenzangu. Mwenzangu alikuwa speed, Onyango alikuwa speed. Ukisema speed unamaanisha nini? Si mjanja. Si unajua Onyango mzungumzaji. Yule jamaa anajua kutupa kamba, kuchomoka shughuli. Kwa mtaalamu kamba nazijua. Unakumbuka tukio gani ambalo alikuwa anatupa kamba na mtu kuchomoka ilikuwa shida kidogo kumwita? Bwana usinipeleke huko bwana, kamba nyingi tu. Mimi namjua siku nyingi. Kumbuke maisha yake na urafiki wenu, na wewe ndio rafiki wa karibu. Yaani mengi unayajua. Kuna mtu mwingine anaenda kumhoji mtu amjui Onyango vizuri. Sasa hapa ndio kwa Onyango mwenyewe. Jambo la kwanza. Unajua mimi ninavyochukuliwa, kwanza ile kabila Mkuria anachukuliwa kama babe mimi. Kwa hivyo hata baba kama tulikuwa Tanga siku moja sana. Waliva hilo Jikuria hilo baba. Unajua kupiga makofi hapa mbele za watu hilo. To wale acha hivyo watu wanakimbia. Lakini yule Onyango bwana anaweza kuzungumza Kijaluo, anaweza kuzungumza Kihindi, anaweza kuzungumza bwana ula ulimi yule jamaa yule. Wewe acha. Onyango alikuwa ana lafudhi zake. Tukio gani ambalo alikuacha hoi ukajikuta unacheka tu muda wote enzi za uhai wake rafiki yako Onyango? Mama, tuko ya kawaida tu haya kama hivi, mnakaa karibu huko, mjaribu huko, au unakwenda huko, mama ameenda hivyo tu. Alikuwa
mjanja sana. Na umaarufu ulikuwa mkubwa, safari zilikuwa nyingi, wadau wakiwa wanawapenda. Nimekusikia unajikuta mmekaa hapa, mnajikuta usiku huo mpo Zanzibar. Mpo wapi? Haya kutoa sehemu Tamaranya huko hapa. Wakati tulionja tuko hot kweli kweli. Sasa kama mna sehemu labda mnapiga vitu vyenu hivi. Sehemu Tamaranya umekaa hapa unakula gigi tu hapa vumbi tu pa sasa namna gani bwana huko na mzee Unyango Tena tukatembea hapo Arusha kitu kidogo. Na kuna watu na hela ya mchezo. Wewe unahesabu 100,000 nyingi, mwenzako anachukua laki anakupa. Weka mfukoni. Kwenda hapo tu tunakwenda dakika 2. Wewe unarudi tu hapa unakuja unalala saa hizi nyumbani kwako unafuata kitu gani aisee? Twende bana, unapanda na BM chwa airport nta. Sikia ticket kwa 77. Weka mbuzi, weka hivi maisha na ndaje utalala hapa bwana. Kula pumzika hapo kidogo jioni unaendelea mambo kama basi. Alafu hamna kitu kilichokuwa na upendo tu. Ni vile tukikaa mimi na rafiki yangu utani wetu, kwa sababu mimi na yule kuchokorana ni vitu vya kawaida. Yeye kunitania mimi, kuniongopea uongo, huyu kafanya hivi kumbe sijafanya, na mimi kumsingizia. Yaani ni vile vitu vitukio vya kuweza kufanya watu kwenye urafiki. Watu wanacheka. Sasa tulikuwa kuna hapa Msani Club saa nyingine tunaweza tukakaa watu wawili, lakini tukajaza meza 2, 3 watu tusikize sisi watu wawili. Na hadithi zetu ni za kutunga tu hizi za comedy. Basi. Unakumbuka kichekesho gani ambacho utakisahau? Yaani ukiwa unafikiria lazima mkumbuke rafiki yako. Bwana. Ya kawaida tu hivi sasa. Hebu weka kimoja hapa. Rafudhi yako uliokuwa unaitumia. Labda ni kuhadisie. Una vitu vingi vinaingia vinatoka, na mimi mwenye umri umeenda kaka sasa hivi. Usione hivi useme mapresha tayari vitu vipo. Na sahau kidogo. Weka chochote ongea. Nitakwambia basi, nitakuita alafu nitakuwekea. Ngoja nitafute LP nzuri alafu nitakuita nakwambia bwana njoo sasa kaa nikuwekea LP yangu. Tuikumbushe moja ya marehemu ambayo wewe unaikumbuka. Najua napata kipindi kigumu kuzikumbuka hapa. Bwana sinakuja zinaingia zinatoka bwana. Kwa hiyo nikaa nizikumbuke alafu nitakwambia. Ongea rafudhi yako ambao wewe unatumia. Mimi kwa China bwana naitwa Mtamranya Mtamba kurekebisha tabia. Mtu brabonda unokuria bintu benda masasuka susuka bundo guruti na gurugata na umuntu unaikara hangi ngwipoli. Sisi kwetu mraa ni huko Tarime. Sisi mura kisu ikitoka hairudi. Kurudi ni makosa kabisa. Sasa kama mtu analeta kiyebu mura, mura ni kumalizana tu, vita ni vita mura, hakuna kurara, hakuna kurasa damu, vita ni vita mura. Hivyo bwana. Hongera sana. Hongera sana. Asante. Unaweza kuichakata kidogo rafudhi ya marehemu Onyango? I say too much bwana. Hii Klaus napiga muziki na mnai. No. Mwita Malanya. Angalia chunga mguu hiyo. Unapeleka mguu. Wakati napeleka mbele. Chunga livers my friend. Bana ni rafiki wa marehemu Onyango akiwa anatupa vionjo vya marehemu na vionjo vyake pia hapa msibani. Leo ni siku ya pili, lakini kesho ni Jumamosi ambapo anatarajiwa kwenda kupumzishwa kwenye makaburi ya makaburi ya Kondo. Na ni saa ngapi? Itakuwa kwenye saa 8. Pole sana na tuko pamoja. Asante sana, nashukuru bwana. Asante sana kaka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.